anaposoma mmoja, kwa mfano hapa Marko 11:26. Halafu hapo naomba kuna mtu ambaye ameenda Waefeso 4:32. Kuna mtu amefika pale? Okay, mimi ngoja nisome basi sio Marko 11 inachosema. Mwingine asaende atanisaidia hapo kwenye Waefeso 4:32. 11 mstari wa 26 inasema hivi: lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Right? Hii iko huku Marko 11:26 anazungumza hiyo roho, sivyo? Haya, Mathayo 6:14 na amefika pale. Nasema kwamba maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Mstari wa 15 bado nazungumza the same. Lazima nyinyi msamehe, kwa sababu msiposamehe watu na Baba yenu hawasamehe makosa yenu. Sawa? Sasa hapa tungesema kuhusu kusamehe, yaani msamaha katika agano huku kwenye agano la kale. Msamaha, Yesu mwenyewe anasema msipowasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Ni Yesu anasema wakati wa agano la kale. Anasema kabisa, nasema hivi, msiposamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe kabisa na nyinyi makosa yenu. Haya, twende agano jipya. Haya, agano jipya nini kinatokea kwa msemo huo? Kwa msemo huo wa Efeso, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Mkawasameane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Okay. Wakolosai. Hiyo na ukiwezekana iandike hizi hata zionyeshe vizuri na pia kwa ajili ya muda. Wakolosai 3:13 inasemaje? Mkichukuliana na kusameana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Irudie tena. Mkichukuliana na kusameana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Vivyo na ndiko hivyo na ninyi. Biblia habari njema. Hapa 3:13 inasema kwamba vumilianeni na kusameheana, iwapo mmoja wenu analo jambo lolote dhidi ya mwenzake, mnapaswa kusameheana kama Bwana alivyowasamehe ninyi. 14. Zaidi ya hayo yote huunganisha kila kitu katika umoja ulio kamili. Anasema kama ambavyo Bwana amewasamehe ninyi. Sawa? Yaani kwamba tayari, yaani mnaposameheana msiwe na, kwa sababu kusameheana ninyi kwa ninyi ni ili Bwana aponye uhusiano wenu. Haihusiani na Bwana kuwasamehe ninyi, kwa sababu Bwana aliwasamehe ninyi tu. Kwa sababu kama hajawasamehe hawezi kutuma msaada. Hivi mtu anaweza kukusaidia wakati huo hajakusamehe? Haiwezekani. Lazima akusamehe ndio anatuma msaada. Kwa hiyo kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hawezi kukupenda wakati hajakusamehe. Sawa? Na hebu tuone mstari mmoja huko Yohana
Yohana ngapi? Yohana ngapi? 34 35. Ni ngapi ile? Nani anajua hiyo? Sameheaneni ninyi kwa ninyi kama mimi nilivyowasamehe. Au koja. Sawa, nipenda nini? Sawa. Basi tuko hapa. Sawa, hii hapa mbele. Tumekuwa kwenye kupenda nini? Sasa hapo tuhame kwenye kusamehe. Hebu twende kwenye kupenda. Kwenye kupenda, hebu mtu aende Marko 12, tusome mstari wa 29 hadi 31. Marko 12 mstari wa 29 hadi wa 31. Moja nisomee pale. Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. 31. Yes, sasa moja. Hebu irudie tena vizuri. Rudia vizuri kwamba Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Kwa hiyo sasa unaona kwamba hapa unaamuliwa kupenda. Sawa? Kwamba penda. Haya tunayozungumza hapa yametoka kwenye kinywa cha Yesu. Yaani haya ni Yesu anazungumza. Amri iliyo kuu, pendaneni. Mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa nafsi yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na hii ya pili yafanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi. Haya, Agano Jipya, waraka wa kwanza Yohana, tuanze pale. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 tuanze mstari wa 10, then tutamaliza na mstari wa 19. Waraka wa kwanza Yohana sura 4 mstari wa 10. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanae kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu, ila kumbe yeye alitupenda sisi. Hebu twende mstari wa 19. 19. Sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Umeona hizo lugha? Nataka tusichungulie. Sasa unaposoma hivyo unajua huku, unajua huku. Nini kimebadilika kupitia kwenye kitu kimoja hicho hicho? Huku upendo umekuaje? Wewe umeamuliwa penda. Baada ya huku unaambiwa kwamba yeye ndiye alikupenda kwanza. Sawa? Huku kusamehe, halafu huku nakwambia yeye ndiye alikusamehe kwanza. Hebu tusome na hii ambayo tulikuwa tunaizungumzia ile Yohana 13 nafikiri. 13 acha niisome tu, nimeshafika 34. Unaweza kuiandika lakini ni nzuri, unaandika huku na huku. Hii itakusaidia kutofautisha na baadaye itakupa gia nzuri ya kuendelea. Yohana 13:34 inasema, amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi pendaneni hivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua, mstari wa 35, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi
kwa nini? Kwa sisi tunapendana kwa sababu, na ndio maana sasa hapa aina hii ya upendo wakati mwingine ni ngumu sana kuielewa. Hakuna mwanadamu aliye naye hii, na ndio maana huku tulikuwa tunaambiwa tujaribu kufanya kitu ambacho kikweli kisingekuwa. Na sasa ukishaelewa vizuri hapa ndo naelewa kwa nini Paulo anazungumza kwamba amri ile iliyokuwa njema lakini ilikuwa mauti kwake. Anasema kwa sababu ilimdanganya. Kwa hiyo torati ni uongo. Uongo wa torati ni kitu gani? Kwa sababu hapa ndo kuna kamchezo fulani ambacho mara nyingi sana hakawekwi bayana kueleweka. Kwa nini? Amri ya torati ni ya Mungu, ni takatifu. Paulo anasema haina tatizo kabisa, na ilikuja ikafanya kazi ambayo ilitakiwa kufanya kwa kutolewa kwake kamilifu kabisa, 100%. Lakini ilimdanganya. Kile ilichokuwa najaribu kumwelezea mtu, ilikuwa inajua mtu katika mazingira ya mwili hawezi kufanya. Hapo ndo uongo wake unapokuwa. Sasa haimdanganyi kama Mungu ndo anadanganya, no. Ile ilitolewa kama ifanye kazi yake iliyotumwa. Kazi yake ya kufanya ilikuwa ni ipi? Ni kuwaonyesha watu wamekosea na hawawezi kumpendeza Mungu kwa sheria ili kumfikia, ili watu watambue kwamba wanahitaji msaada mwingine. Sasa ili Kristo anapokuja ilete maana, kwa sababu kama sheria isingekuwa imekuja, nani angejua amekosea? Na ungemwambia Yesu amekuja ili akuokoe, angesema kwenye nini? Kwa sheria imefanya kazi yake nzuri, ni takatifu kivipi? Kwa sababu ilikuja kutambulisha kile ambacho ndio utakatifu wa Mungu unaotakiwa kutekelezwa na mwanadamu ili kumfikia. Sasa mwanadamu aliposhindwa kupitia hiyo, kwa sababu haiwezekani, ndio sasa ikasema ni nani basi atakayeokolewa? Sasa pale waliomba msaada wa kwamba sasa hayupo, tunaweza kupata msaada kutoka kwako? Akasema ndiyo upo, sivyo? Ndio maana akatuma msaada. Ndio maana leo Yesu tunamzungumza kama msaada huyo kamili, kwa sababu kila mtu alikuwa amejua. Na ndio maana wakati mwingine hawa watu pengine hawaokoki ama hawamwamini Yesu kutokana tu na uwasilishaji wa watu wanavyomwasilisha Yesu. Sawa? Kwa sababu wamewaambia watu vitu wanavyotakiwa vivifanye, yaani wameviingiza kazi zao kwenye kazi ya msalaba. Kwa hiyo hawaoni umuhimu wa Yesu. Hicho ndio kilikuwa hatari sana. Yaani wakishaingiza zile kazi zao, yaani anajua utoaji wake ndio unamsaidia. Kwenda kwake kanisani ndio kunamsaidia. Sijui kufanyaje ndio kunamsaidia. Sasa huko kuna mfanya asichukue hatua zaidi, aone tu yuko pale. Na ndio maana anaendelea kung'ang'ana kujitakasa. Anaendelea kujaribu kufanya kile ambacho anafikiri ndicho ambacho atakuwa amesaidiwa. Lakini Yesu ndio maana anasema hivi kwamba hata hao wanaohubiri torati hawajaijua torati. Kwa sababu torati inakutaka ufumbe kinywa. Ukijua torati utafumbwa kinywa. Why? Kwa sababu aliyekosa ndogo moja kati ya zote zilizokubwa ni sawa amekosa juu ya zile zote. Kwa hiyo kwa mtu anayejua torati tayari namfumba mdomo, kwa sababu ni nani anayeweza hata kwa zile 10 tu kwa kutu? Hayupo. Kwa hiyo fumba kinywa. Na ulimwengu wote ukawa chini ya hukumu ya Mungu. Sasa ulipokuwa chini ya hukumu ya Mungu, sasa Mungu alikuwa na majukumu ya ni ufanye nini, kwa sababu sasa ni halali yangu kisheria kabisa na nitakuwa nimeulipa kwa haki. Atakiwa potee kila mtu asiwepo. Sasa baada ya kuwapoteza watu ndio sasa akakumtoa Yesu. Yesu ndio apotezwe then mtu abaki. Umeona? Kwa hiyo torati ilikuwa nzuri, takatifu, isiyo na tatizo kabisa, na ilifanya kikamilifu kile ilichotumwa kufanya. Lakini Paulo anaposema ilimdanganya ikaniua, why? Kwa sababu kile inachosema inajua katika uwezo wa mwili haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu ya udhaifu wa mwili. Mungu kwa kumtuma mwanae mwenyewe kwa jinsi ya mwili alitakiwa kuihukumu dhambi. Na dhambi isingeweza kuhukumiwa bila kuonekana. Kwa hiyo sheria ilikuja kuionyesha dhambi peupe kwamba ndio hii. Ndio maana dhambi inasema kwamba torati ilipokuja ilionyesha lile kosa kuwa kubwa zaidi. Kwa sababu watu walikuwa hawajaimagine kujua lile kosa lilivyokuwa. Kwa hiyo sheria pekee ndio ingeweza kulifunua lile kosa, kulionyesha ukubwa wake na ubaya wake wazi wazi. Kwa hiyo sheria ililetwa ili ifunue lile kosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ilifanya kazi yake vizuri kabisa. Kwa hiyo hata hii sio ya watu wanapojaribu kuisema wakati mwingine vibaya na kila kitu ni tu kutokujua. Tukishajua sasa tunajua kwamba kumbe hii sasa ilikuwa hivi. So ndio itabidi kuelewa vizuri. Kwa hiyo watu wangepata nafasi ya kumfunua vizuri Yesu
kwamba hakuna kitu chochote unachoweza kufanya juu ya kile alichofanya, watu wangejua hawawezi kufanya kwa mujibu wa sheria, na kwa sababu hawawezi kufanya wangemtegemea. Lakini kwa sababu huku bado wameambiwa cha kufanya, wanafanya na bado wanategemea vile utoaji wako. Tunataka kujenga kanisa kama hivi, mtu anasimama anasema milioni 5. Huyo kwa mchungaji yani wewe yani ana vitabu, yani ndo mshikaji wake, yani hivyo, yani ndo mtoko naye, yani ndo hivyo. Mna mwendi mahali hawezi kwenda. Kwa hiyo yule anajengeka ujinga, kwa sababu anajua kwenye kutoa kwake kuna hivyo, kwa sababu tu yule mchungaji anayeheshimika na anaonekana anaongea vitu vya maana, amekuwa close na yeye, kwa anaona kumbe kutoa kwake. Mwana, so hicho kimeleta shida. Kwa hiyo wameshindwa kumfunua Yesu na kile alichokifanya, kwa sababu watu wameingiza kazi zao kwenye kazi ya msalaba. Kutubu, yaani ukienda kutubu wewe unajua sijui hiyo, nafikiri kuna siku tutajifunza hiyo. Unajua hivi, ndugu yangu, wewe ni kabila gani? Wewe ni Msukuma kabisa. Ni tendo gani ambalo linaweza likatendwa kukufanya wewe usio Msukuma? Usipojua Kisukuma, usipojua mila za Kisukuma, wewe ukienda kule Usukumani unafanya tu makosa, bado utakuwa Msukuma. Wewe hata kwenye yale matambiko anatakiwa kufanya, wewe unakosea tu kwenye kufanya yanavyotakiwa, bado unaendelea kuwa Msukuma. Jamani, utakatifu, angalieni. Anasema kwa kukosa kwake, ukisoma kwenye Warumi, ile Warumi 5:18 au 17 na 19 inazungumza hivyo very clear. Kwa kukosa kwake mmoja, watu wote waliingizwa katika hali ya wenye hatia. Hapa nimekuwa nikizungumza sana mara nyingi huko na huko, sawa? Kwa hiyo hawa watu wote wakawa wamechukua asili ya dhambi ya hatia. Kwa hiyo walipata matokeo yote yaliyohusiana na hiyo asili mpya. Matokeo yote ya ile asili mwanadamu alipata, yaani matokeo yote ya asili hiyo mwanadamu alipata, iwe ni magonjwa, iwe ni kufa, iwe kila, yaani chochote ambacho kilihusiana na hiyo asili mwanadamu alipata chote, full package, 100%. Lakini Yesu anapoongea na Nikodemo anasema ukizaliwa mara ya pili katika roho, maana yake mnazaliwa kwa kubadilisha asili, kwa sababu haihusiani na tendo, inahusiana na uzao. Anapoamini mtu anazaliwa mara ya pili upande huu wa Mungu. Ndugu zangu watakatifu wenzangu, tulipozaliwa tukaja huku na kwenyewe tumepata full package ya hii asili. Nataka kuizungumzia kwa jumla hivi, sijui namaanisha nini. Maana tulipoingia upande huu pia tulipata matokeo yote ya asili ya Mungu, kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani yetu. Maana utakatifu, haki, yani ni swala la kupo. Oh my God, si nisemeje? Yani unajua full package tena ya matokeo yote na athari zote za Mungu zimetupata. Lakini masikitiko makubwa, kuna watu wako huku na wameamini, lakini bado wanaona wana madhara ya kule. Kwa hiyo anajua lazima kuna kitu afanye tu, yuko huku. Hivi unajua ni hatari sana. Yani is very dangerous. Yani hatari kuliko hatari yoyote tunaweza kufikiria. Yani yuko huku mtu anataka jitakase huku, ambapo huku ni haki, yani kwa kuzaliwa tu kwa mara ya pili ni haki, kwa sababu utakatifu ni swala la asili, hatutokani na kitendo, ni asili ambayo umezaliwa nayo. Kwa sababu umetoka huku umekuja kwenye hii asili, kama ambavyo Adamu alikosea ukabeba asili yote hiyo full ya madude yote haya, ndio hivyo ulipomwamini Yesu umezaliwa mara ya pili, umekuja huku umebeba hiyo full asili. Sasa kuchanganyikiwa kwa kutokujua kwako haiondoi hiyo asili kabisa yote. Ndio maana huku unajua watu hawasomaji kwa muktadha. Ukisoma wa Korinto
kuanzia ile mstari wa kwanza, sura ya kwanza, Paulo anazungumza pale, anasema kanisa la Korinto anasema kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale walioitwa wale watakatifu, wale ambao wametakaswa na pamoja na hao wote wanaoliitia jina la Bwana. Anasema hivi, ambao hawapungukii kalama yoyote, wamepewa utakatifu, wamepewa kalama zote za Mungu. Halafu ukianza kwenda sura inayofuata, unaanza kushangaa. Lakini kwenu, sura ya 5, kumesikika kuna zinaa ambayo hata kwa watu wasiookoka haipo. Lakini bado ni nini? Watakatifu walioko Korinto. Yaani mnafanya vitu vya ajabu, nasema nani kama tuma mtu ya mwilini, wala sio wa rohoni. Japo nyinyi wa rohoni, lakini nasema na nyinyi kama tu watu wa mwilini. Kwa sababu kwenu kumesikika kuna husuda, kuna wivu, anayataja matendo ambayo ni ya huyu kabisa aliyeanguka, lakini ni watakatifu walioko Korinto. Anaendelea kule mbele, anasema hata kuna mmoja miongoni mwenu ametembea na mke wa baba yake, maana na mama yake, na nyinyi bado mnafurahi. Hamkumtoa mtu huyo, bado ni watakatifu walioko Korinto. Anasema pamoja na kwamba mimi siko pamoja nanyi, lakini kwa sababu nakusanyika na roho zenu, huyo mtu aliyefanya kitendo cha hivyo nimemhukumu. Sasa hukumu ile pale inatafsiriwa tofauti sana. Hukumu inavyozungumzwa, watu wanafikiri amehukumiwa na Mungu na kila kitu. No. Ile hukumu iliyotajwa pale ni gani ile ndugu yangu? Na hukumu baadaye anakuja anarekebisha Paulo. Anasema kitu cha ajabu. Nataka ile kuna lugha fulani hivi. Nitaileta siku moja hiyo lugha nikikumbuka. Ile aliyetumia Paulo pale kumhukumu. Ni lugha sio ya kumhukumu kifo ama kumhukumu makosa. Kumhukumu kwa maana ya kwamba anatakiwa kuwajibika juu ya tukio hilo. Na ndio maana anasema mwili wake unatolewa kwa shetani ateswe. Why? Kwa sababu yuko huku, alafu ameruhusu mambo ya huku yaishi mwilini mwake. Na kwa sababu hiyo atakuwa driver, atakuwa anaendeshwa kifikra na shetani. Na kwa sababu hiyo ataharibiwa mwili wake. Maana kiendeshwa na shetani huku, atatendeshwa vitu visivyo vya kawaida na mwili wake utaharibiwa pasipo yeye kuwa ametegemea, na atakufa. Ndio ataenda kwa Mungu, lakini ameenda kabla ya wakati. Ndio maana anasema kwamba mwili wake utatolewa kwa shetani uteswe, lakini roho yake Paulo alikuwa mwaminifu sana, anasema itaokolewa katika Bwana. Hakuna mnachoweza kumfanya. Kwa sababu gani? Ni mtakatifu, ana asili hii hana mawa wala kunyanzi, na yeye ni sehemu ya kanisa lile linalotakiwa kuja kuchukuliwa akili. Sasa watu wamechanganya, ndio maana huku tunaambiwaje kwamba mtekeni, yani kwamba teka kila fikra na kila elimu. Sisi hapa kazi yetu ni kuteka. Tunatekaje? Kwa sababu tukiwa hapa shetani anatuambia mambo ya kijinga sana. Unajua anatuambiaje? Anasema wewe kama ni mwana wa Mungu, hebu fanya hivi. Yaani anataka ujishitukie, yani ujidoubt. Ikiwa wewe ni unaweza, wewe mbona wewe tu yaani umeona wewe bwana, unaona hata uchumi wako tu bado una matatizo, alafu unajifanya eti yes mbona haja kusaidia hapo. Unajifanya eti wewe umechomoka, wewe kodi ya nyumba na daiwa wewe, alafu unajifanya yes mbona haja kusaidia utoke hapo wewe. Sasa hizo ndo tunazoteka kila fikra. Unasema ninazo baraka zote, unaiweka chini, unaikanyaga, kwa sababu haitokani na Mungu. Kwa sababu mimi nimebarikiwa kwa baraka zote, kutokuwa nimeziona zikitiririka na kuzishika na kuzitumia haina maana kwamba sina. Haleluya, haleluya. Okay, sawa. Nilikuwa tunajaribu kusisitiza hapa kwa sababu kwenye kutakasa hapa pana tatizo kubwa sana, na hili nafaa tu kila wakati tuwe tunalizungumzia kwa sababu hili ni zito kati ya mazito. Yaani hili ni zito kati ya mazito. Yaani watu wanajua hawaelewi, wanafikiri dhambi haitokani na kitendo. Dhambi ni asili. Kama ambavyo nimeuliza ndugu yangu, wewe unaweza asili huko ibadilisha kuwa Msukuma kwa tendo gani unaweza kufanya? Amesema hamna. Haiwezekani. Kutokufanya mila za kwenu haifanye usio huyo.
Kwa hiyo kufanya matendo ya huku bado ya kijinga, kwa sababu umetoka na huku kichwa chako bado kimeharibika, lakini umeamini, moyo wako umeokolewa kwa maana ya asili mpya. Huko unaendelea na mambo yako unayofanya. No, haikuondolei utakatifu. Hii ni kuzaliwa tu, wewe ni mtakatifu. Na unajua kuna watu wa chizi. Ni chizi kabisa na bado ni watoto wa Mungu. Hivi mimi hata kama na watoto alafu kuna labda mmoja wapo nema na watoto wanne, mmoja ni chizi kabisa anakota makopo. Ukija nyumbani kaniuliza una watoto wangapi? Nitasema naye wanne. Mwingine yuko wapi? Oh bwana, sijui bwana, ile sijui alimsingizia ama kweli sielewi bwana, yuko mmoja yuko Butimba. Lakini mmoja au yuko shule. Mwingine anaishi Dar es Salaam. Na mwingine huyo wa mwisho sielewi nini kilitokea bwana. Anakutaka tu makopo bwana. Ni hali chizi, ni mwevu. Kwa hiyo kuna watoto wa Mungu kabisa wana asili ya Mungu na ni machizi. Sasa uchizi haumondolee. Haimondolee hali ya kuwa mtoto wa Mungu. Na Mungu anajua. Haleluya. Amen. Tulikuwa tumemaliza kwenye upendo. Paulo anawaambia, Yesu anawaambia huku tukisoma huku kuna maeneo kadhaa hivi. Kwa mfano tukisoma lile eneo kuna kitu kimoja cha ajabu sana. Sijui kama haleluya. Nataka niombe tu nifanye kama mchanganyo kamoja kanapoendelea. Nafikiri nitaishia hapa, sitaenda zaidi. Hata huku acha tu nimalizie hapa kwa kuona kama mchanganyo kamoja. Huku Yesu amezungumza kuna maeneo fulani kwamba hata wale wanafunzi ukisoma, hebu tusome kwenye Yohana 17:20. Tuone kitu kimoja. Yohana 11:20. 17:20. Nasema kwamba wala si hao tu ninaowaombea. 17:20. Mathayo. Oh, sorry. Nimesema Yohana. Oh, sorry. Mathayo. Sema. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Sasa hizo lugha utazikuta ziko nyingi sana Yesu anazizungumza huko. Upungufu wa imani yenu, upungufu wa imani yenu, upungufu wa imani yenu. Lakini huku hausikii hizo lugha zinazungumzwa na Paulo. Paulo alikuwa ni kama anatia tu moyo. Anasema kwa ukisoma hizo habari utazikuta kwenye Waefeso 1:15 hadi 16, utasoma kwenye Wakolosai 1:3 hadi 5. Paulo anatia moyo. Wanayo tayari. Kwa sababu imani ilikuwa ni Yesu. Hawa alikuwa anawaambia kwa upungufu wa imani kwa sababu Yesu ndio imani na hajawa ndani yao. Kwa hiyo walikuwa na upungufu. Na tu alisema upungufu, alitumia lugha bado kwamba walikuwa tu hawana. Kwa sababu kuna imani ya mtu lakini kuna imani ya Yesu. Sawa? Ndio kusoma Wagalatia 3 na mstari wa 22 anasema hivi, makusudi anasema kwamba na neno limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi. Makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna imani ambayo ndio mwitikio wa mtu kupokea hiyo aina ya imani anayeitwa Yesu. Nafikiri tutajifunza kwenye somo linaloitwa imani halisi. Tutaona vizuri sana kwenye hilo eneo. Sasa huku anatia tu moyo kwa sababu tayari wanayo. Hausikia anasema upungufu wa imani, no? Anasema kwa imani yenu mkipendana, mkisimama katika sala, siachi kuwaombea kwa sababu ya imani yenu. Hatumii lugha ya Yesu kwa upungufu wa imani. Lakini kuna kitu kimoja cha muhimu sana ambacho nataka nikiseme hapa. Katika agano la kale Mungu alitenda kwa hasira kwa watu ambao walikuwa wana dhambi. Hata hivyo angeweza kusetisha hiyo hasira iliyokuwa nayo juu ya watu ama taifa ikiwa tu kungetokea na watu wakaomba ama ni mmoja angeomba. Tunafahamu ile mambo ya Wanyakati
Nafikiri ni Ezekiel 22:30. Nilikuwa naipenda hiyo yani. Simama hapa nilipobomoka. Acha kabisa. Nilikuwa napenda sana nikiingia kwenye maombi ya taifa. Nasimama hapa nilipobomoka. Acha kabisa. Nilipata shida sana. Unajua mahali palipokuwa pamebomoka ni hapa katikati. Yaani kwa sababu mwanadamu alimkimbia Mungu. Kwa hiyo Mungu akabaki huku, Mungu mwanadamu mtu. Umeona ilikuwa hapa pakabaki na gap. Sawa? Ambapo hilo gap Mungu tu ndo angeweza kutoka huku akamfuata mwanadamu huku kwa sababu alikuwa na uwezo. Mwanadamu alikuwa hawana uwezo wa kuja kwa Mungu. Sawa? Sasa hili gap ndio tukawa tunaambiwa tusimame. Ndio sasa kwa sababu ilikuwa kabla ya msalaba ni huku ata. Kwa hiyo tulisimama hapa kwa ajili ya familia zetu na tukaunguruma vibaya sana. Na Mungu angesikia hata mtu mmoja angesimama hapa. Lakini anasemaje kwenye Ezekiel? Anazungumza wazi kabisa lakini tulikuwa tunang'ang'aniza tunasimama. Wakati anasema sikuona, nitafuta mtu. Sikuona, sisi tunapatikana. Sisi tulikuwa tunatokiaga wapi? Yaani tunaamua kupatikana, halafu tunasimama. Wewe, unaweza kusimama hapa ukafunga hili jepo ili watu hawaanze kuja kwa Mungu. Unaweza? Kwa hiyo anasema sikupata na ndio tunakuja kuona ishara ile ile. Oh my God. Ishara ile ile. Huyu mwanaume ndiye alisimama hapa kwenye gate na hichi kitu. Akasimama mahali palipobomoka. Sasa wakati huo Mungu angetafuta hivyo. Lakini katika Agano Jipya ndiye aliyesimama yeye mwenyewe mahali palipobomoka ambapo ni hapo Kristo amesimama na msalaba palipokuwa pamebomoka. Ndio haya maombi tuliokuwa tunayaomba kwenye Ezekieli hapa kwa nguvu. Lakini nitaka tuone kitu kimoja hapa cha msingi ambacho nilisema ndio tutaachia hapa at least sura maswali mawili matatu kwa muda uliobakia. Nataka tuone mkolongo ilivyokuwa. Kwa mfano unaposoma Mathayo 9:14. Mathayo 9:14 inasema hivi. Wakati ule wanafunzi wake Yohana walimwendea wakasema, yaani wanamwambia Yesu, kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga bali wanafunzi wako hawafungi? Sawa. Mathayo 9:15. Yesu akawaambia, walioalikwa harusini wanawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zinakuja watakapoondolewa bwana harusi ndipo watakapofunga. Umeona? Hapa ni Yesu mwenyewe anazungumza. Kinywani mwake anawaambia wanafunzi wa Yohana akiwajibu. Hiyo ni Mathayo na naona tu nichukue sehemu moja ili tuone. Na hii siko kwenye Injili zote 4, lakini nataka nitembee tu na moja. Ukienda 17, hiyo ni 9. Ukienda 17 na ule mstari wa 15 unakuta kitu kingine. Hichi kitu kinasema hivi. Bwana mrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi humwangusha motoni na mara nyingi majini. Sawa? 16. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Mathayo 17:17. Hasa hapo ukiendelea hapo mtu ambaye yuko pale anaona Yesu alireact akasema, enyi kizazi kisichoamini na kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuwavumilia mpaka lini? Akawafaya mbele za watu, sivyo? Hapo akasema mlete kwangu. Na alipomleta tu kwake akafanya tu kidogo akaachwa ile akawa mzima. Sasa wanafunzi hao walijisikia vibaya, waliumizwa kwamba mbele za watu wamepigwa. Na wenyewe wameona tu walikuwa wanafanya vile ambavyo anawaelekezaga wafanye kabisa, lakini haijafanyika. Sasa wakaona wamfuate faragha. Walipomfuata faragha, ukifika kwenye Mathayo 17:17 unasikia Yesu wakamuuliza kwamba mbona sisi hatukuweza? Kwa nini sisi hatukuweza? Yesu akasema no. Hiyo ndio 17 ambayo ndio aliyowafanya hiyo. 17 ndio anasema Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mlete huku kwangu. Ndio akamchukua. Sasa alipoenda ametulia kwenye 18 mstari wa 18
Yesu akamkemea yule pepo, naye akamtoka yule kijana akapona tangu saa ile. Mathayo 19. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Mathayo 17:20. Yesu anajibu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa mtawaambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Haleluya. Unajua, kwa mfano hivi Yesu ukiendelea hapa mbele kwenye tuisome pale mbele. Haleluya. Nataka tuisome hapo mbele. Kuna kitu cha ajabu sana. Tuisome hapa. Tuisome hapo kwenye 10, kwenye kama 20 na ngapi pale. Hii hapa. Kwenye 21. Alipomaliza kusema hakutakuwa na neno lisilowezekana kwenu, halafu akasema neno hilo la 21. Lakini namna hii, sawa, haitoki hiyo kwa kufunga na kuomba. Mimi nataka uone hichi kitu cha ajabu sana. Yesu kafatwa na wanafunzi wa Yohana Mbatizaji. Wale wanafunzi wa Yohana Mbatizaji wamemwambia, Bwana, sisi tunafunga, lakini mbona wewe na wanafunzi wako hamfungi? Kwa sababu wameona wanakata yale masuke wanakula. Yesu akasema, walio na bwana harusi wamealikwa harusini, harusi kufunga bwana. Ile wakati atakapoondolewa bwana harusi, hapo ndipo atakapofunga bwana. Sasa hivi hawezi, maana bwana harusi yuko na hapo harusini. Sawa. Hiyo tunaizungumza ni sura ya ngapi? Ya 9. Sura ya 17 baba. Kimbembe kimetokea. Amekuja mtu ana pepo. Wamejaribu kukoma ile goma. Sawa. Wamesema ile goma. Yesu anakuja na wakuti ile goma. Anawafaya. Yaani wakajisikia wamepazika kidogo. Lakini ngoja. Sisi kwa sababu hatuna kinyongo tunamfuata umbe na mkubwa. Bwana mkubwa sisi tumefanya tu vile tunavyotuambia tufanye. Lakini nimekataa kabisa. Kwa nini sisi hatujaweza? Au tulipokuja tumejaribu kidogo tu ikatokea. Imekuwa kwaya. Alafu anasema hii haiwezekani kutoka neno lolote isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Wewe usimetaka kutuambia tu hapo kwamba sisi tulialikwa na bwana harusi na tuko harusini haturuhusiwi kufunga. Sasa tunafungaje? Tungefungaje kumtoa pepo wakati wewe bwana harusi bado upo haujaondolewa? Si ulisema mpaka ukiondolewa wewe. Sasa mbona bado upo? Na kumbe hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Na sisi hatuwezi kufunga na kuomba kwa sababu wewe bwana harusi upo. Sasa mbona umetufaya mbele za watu? Na unajua kabisa hiyo kitu. Why? Sana. Kwa nini? Sasa ndio maana tunasema hivi, ni lazima kujua kabisa kwa maana nzuri kabisa kwamba huku ilikuwa inasema nini na huku imekuwaje. Kwa hiyo ndio maana tunasema kuna vitu ambavyo Yesu alikuwa anazungumza kama anazungumza na watu saa hiyo, lakini hazungumzi na watu saa hiyo. Anazungumza na watu baada ya. Kwa hiyo leo watu ambao hawawezi kukemea pepo wakatoa, ndio Yesu anasema hiyo lugha. Nitavumilia na kukaa nanyi hata lini. Hazungumzi na wale wanafunzi ambao walikuwa pale kwenye kusanyiko. Kabisa. Hazungumzi na wale watu. Anazungumza na sisi leo. Yaani inawezekanaje pepo asitoke? Yaani nakana wewe na kuvumilia. Maana yuko ndani. Wewe umekataa katika ufahamu kujua unayo mamlaka ya kumtoa pepo na unafikiri kuna mtu mwingine anayetakiwa kufanya na unaye Yesu ambaye ana mamlaka haya. Anasema wewe nitakuvumilia na kukaa na wewe. Hazungumzi na watu. Kama nafikiri unadhania njoo uone. Njoo tuone hapa.
Njoo tuone hapa. Nafikiri nitalipata yeye. Limekuja tu kichwani. Yes, Yohana 7. Sawa. Yohana 7 tukianza mstari wa let's say tukianza mstari wa 37 anasema hivi, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Nafikiri hapa tumeshazungumza mara nyingi sana kuhusu lile nani, sawa? Nimeshalichora hapa lile hekalu la Musa. Kilichokuwa kinafanyika baada ya kuhani mkuu kuwa amemwaga ile damu, anatoka huku nje. Akitoka hapa anakuja kuchota kwenye hili gudulia la maji. Alafu yale maji ndo anayemwaga kwenye sakafu. Sawa, ya kioo. Wale watu wakanyaga yale maji ndo walikuwa wanapiga kelele, wanaruka, wanapiga kelele sana, wanashangilia. Ndo Yesu akasimama katikati. Kwenye siku hiyo ya mwisho kuu ya sikukuu. Kuhani mkuu ametoka huku, amemwaga yale maji, wanakanyaga, wanapiga kelele, ndo akajitokeza, akasimama. Ukisoma historia inakueleza hiyo yote. Akasema hata siku ile ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Hili neno ukiangalia ni kama anaongea na watu waliokuwa muda huo hapo wanapiga kelele, si ndivyo? Sasa anaongea hapo mbele yao kabisa, straight to the point, anawaambia watu kama hapa ninavyozungumza. Mtu akiona kiu, kwa sababu wale wamepiga kelele, wanaruka, wanashangilia, akasema mnakanyaga tu kwenye miguu, mnapiga kelele, hayo maji ambayo yako chini. Sasa nawaambieni, mtu yoyote mwenye kiu aje kwangu na anywe. Yaani aje ni kama sasa hivi tu aje. Aje kwangu na anywe. Hapa anasema mstari wa 38, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Alafu mstari wa 69 ambao ndio point yangu 39 anasema, na neno hili alilisema katika habari ya Roho ambaye wale jamani, sema wale watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Umeona? Alikuwa hajaja kwa sababu Roho alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo pale alipokuwa anazungumza ile lugha, alikuwa azungumzi na wale watu waliokuwa pale saa hiyo. Lakini ukimsikiliza Yesu ni kama anazungumza na hao watu saa hiyo. Lakini kumbe anazungumza na watu ambao watampokea Roho Mtakatifu baadaye. So ndo hayo, ndio maana tunatakiwa kuwa makini tunaposoma hapo, kuyaelewa. Tunapozungumza kwa muktadha, imenena wapi, kwa muda gani, kabla ama baada ya msalaba, lazima kuwa makini sana. Na ukishajua kabisa katika huo makini, utaanza kushangaa hayakuchanganyi tena maandiko. Hapa ukiangalia unaona Yesu anazungumza na hao watu sahihi. Anasema mtu yote anayeona kiu aje anywe. Lakini anachozungumza sio hao watu waje hapo waende wanywe pale alipokuwa. Kumbe anazungumza habari za Roho Mtakatifu kwa ajili ya watu watakaompokea baada. Kwa yuko hapa anazungumza habari zitakazokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hicho ndivyo ambavyo tunaweza kujifunza Biblia, na ninaweza nikaruhusu maswali at least machache, kwa maana muda wetu umeisha. Na tunajitahidi tuanze sasa kulinda muda wetu na nini tunauonea. Karibu sana, chochote kile tumejifunza hapa ama chochote tunataka kuongezea. Karibu ndugu yangu Thomas. Asante. Yeah. Kuna kitu umeongelea hapa juu ya wanafunzi. Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi na kujaribu kuwakemea kwamba nitakaa nanyi mpaka lini. Sasa kuna ile ukienda hiyo ilikuwa ni sura ya 9. Mathayo 9, lakini ukienda hiyo 17 anasema kwamba haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Nataka kujua sasa hayo maneno na yenyewe alikuwa anaongea na hao ama alikuwa anaongea na watu baada ya msalaba? Kabisa alikuwa anaongea nao, kwa sababu kufunga na kuomba si ndo amewakataza. Na yeye kama bwana harusi bado yupo. Sasa amemwambia
wale wanafunzi wa Yohana amewaambia kabisa vizuri. Amesema hivi, jamani, walipomwambia mbona hawafungi, akasema no, hawezi wakafunga kwa sababu wako wamekaribishwa harusini na wako na bwana harusi. Sawa? Lakini amesema huko wakati ambao bwana harusi ataondolewa, hapo ndipo watapofunga. Na nikueleze ukweli, kule kufunga nakozungumza, kufunga wanatakiwa waendelee kufunga tu watu ambao bado miili yao ina nguvu kuliko roho zao. Sawa? Kwa sababu kufunga ni ili uwe sensitive. Kufunga hakuongezei kitu chochote kile. Pengine labda kama una kitambi unataka kiondoke katika kufunga, haleluya, ni vizuri tu, kwa sababu pia unatengeneza mwili unakuwa vizuri kama kwangu. Haleluya, kanakuwa tu kama mwili kadogo, ni safi. Lakini hakuongezi wala kukupunguzia chochote. Kufunga ni ili tu kwa sensitive kusikia masuala mambo ya kiroho. Ndio maana ninauliza pale kwamba alivyowaambia isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kama alikuwa haongei na wao, alikuwa anaongea na nani? Na sisi. Kwa hiyo anamaanisha sisi tunaweza kufunga na kuomba ili tuwe sensitive kama unavyosema. Ndio alichokimaanisha pale au? Alikimaanisha kwa sababu ukiangalia issue imetokea kwenye kushindwa kumtoa pepo. Sasa wewe kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, unaweza kushindwa kumtoa pepo, ndio, kwa sababu ufahamu wako kama bado umekaangika, hauelewi mamlaka ulionayo kweli. Ndio maana wengine wanaambiwa kabisa kwamba pepo anaambia kwamba hapa kuna mtu hajatubu, alizini jana, akatubu, si kama atubu si atutoke. Na wanaanza kuangalia na upendo. Wameokoka kabisa. Sasa hapa ni nani kati wanaitana pembeni? Sasa njinjo ni hapa ni nani kati yetu? Mimi nakuona kama wewe. Mjanja. Kwa hiyo ni kabisa kwamba ikiwa sasa unaye Roho Mtakatifu, kwa sababu moja ya mahali ambapo unapofunga unampa nafasi Mungu kukufundisha kujua nguvu uliyo nayo. Sawa? Kama hujajua, ndio maana nimesema hivi, ukiamua kuwa sensitive, hata kama unapiga kila siku wali na vyote unapiga kabisa vizuri, bado unaweza kuendelea tu kuwa available. Lakini ikiwa kuna hali fulani ambazo zinakufanya wewe usijijue ulivyo, kweli ukiwa unafunga unakuwa sensitive, kwa sababu kwanza utasema kwa nini sikia njaa yote inaniuma hii, halafu nimeamua kutokula ni nini? Utajua namuombolezea Bwana. Sijui namuombolezea wapi. Okay, utasema nimefunga. Sio? Nimeamua kujinyima vitu vyote ili ni focus kwa. Sio? So hiyo itakupa, kwa sababu unatoa nafasi ya Mungu kufundisha kujua mamlaka na nguvu ulizonazo ndani. Kwa hiyo alikuwa anasema kwa maana hiyo kwamba kwa namna hii haiwezekani kutoka isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Maana yake anasema kwamba kama umeshindwa kumtoa, maana yake huna ufahamu mzuri kuhusu nguvu ulionayo. Basi unaweza kufunga ili uwe sensitive, ujue nguvu na mamlaka ulionayo. Ni hivyo tu. Na pale kwenye kama kwamba kutafuta chance. Ni sawa kwambia ukiona battery down, connect, yes, utapata charge, songa mbele. Yes, hapo nimekuelewa vizuri. Kwenye kipengele kingine kwamba mpaka bwana harusi atakapoondoka ndipo watafunga. Alikuwa anamaanisha nini hapo? Unajua wakati ule kwanza walikuwa hawajaokoka kabisa. Kwa hiyo sensitivity wa kiroho walikuwa hawana. Kwa sababu huyu ambaye wanatakiwa wawe naye ndani ndo alikuwa nje yao. Sawa? Kwa hiyo anaposema atakapoondolewa, maana yake watakapoacha kuona kwa macho. Na unajua iwasumbua pia hata kina Petro. Ilibidi mpaka matambala yashushwe kwa ajili sasa ya kuambiwa kile ambacho sasa kimeshafanyika kwao. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yametokea kuwahusu. Sasa anaposema kwamba atakapoondolewa, maana yake ndo, kwa sababu hata hapo sasa wameshindwa, yeye ndo anafanya. Sasa wakati atakuwa hayupo hapo na mmeshindwa. Kwa hiyo sasa mnatakiwa muwe sensitive ili mjue mamlaka na nguvu mlizonazo, ili sasa nitakapokuwa sipo msishindwe. Sio hivyo? Ile watu ni hivi. Kwamba mimi nitakapokuwa nimeondoka, unaona hapa imeshindikana, nimebidi niletwe mimi. Maana yake ningekuwa sipo na nyinyi hamko sensitive kuelewa hayo mamlaka mlionayo, huyu kijana sangeendelea kuteseka. Yes, angebaki hapo. Mngemfanya. Ndio sasa watu ushaikuona wachungaji mchungaji anakemea pepo na goma, alafu anatoa ushauri tu kimpeleka hospitalini au mpelekeni kwa mchungaji mwingine, anamtaja anayejua kwa mambo yana sisi nani. Yes. Anasema hii
Sasa unajua nipelekeni labda kwa fulani pale inawezekana. Najua hapa tatafuta na visingizio vingine. Umeona bwana? Umeona? Na hapa kutoka naenda kujikoki, naenda mlimani, naona nimepungukiwa nguvu hapa sasa hivi. Ni tu wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeruhusu adui, umeshindwa kuteka fikra na kuteka nyara kila fikra zinazojiinua, kwa sababu ndani yako unaposema na kwa mlu toka, alafu nasikia ndani yako ina wewe. Yaani unataka kufukuza wewe kabisa. Mbele juzi nilikuwa nasema unaimba hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hapo nakuja nasema abeti. Unasema wewe. Unasikia hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu, anarudi anasema kuku. Kiki kuku. Nasikia hakuna Mungu kama wewe. Nataka kitu kingine. Hoi, yana shangaa tu wenzio wanaendelea kusifu, wewe uko pale alafu nashangaa unajifanya unaomba. Yaani kesa unamkemea huyu anayekwambia Kwa hiyo hicho ndicho kinachowatesa watu. Si kwamba kweli hana mamlaka, yaani ana Roho Mtakatifu na ana nguvu zile zile za mtumishi yoyote mwenye mamlaka, hata huko anapoagiza kwamba tuwapeleke. Anayo, lakini yeye ameshindwa kuteka nyara kila fikra inayojiinua juu ya elimu ya Mungu. Ameshindwa kuiteka na kuiweka chini. Kusema kwamba akisema wewe na hata wewe anasema yes mimi, kwa sababu nina uhakika wa kwamba Kristo amechukua kila kitu. Kwa hiyo akishaona vile baadaye ndo anakuwa kama vile inavyofanyika. Kwa hiyo kunakuwa mara mbili, ama yeye awe hivyo au wewe. Karibu. Asante mwalimu. Mwalimu, kama unavyosema kwamba habari ya dhambi hapo kuna shida kidogo. Juzi nilikuwa najaribu kuwapa watu hii elimu. Lakini walinibana mahali, kweli nilibanika. Sasa wanasema kama kweli Kristo amechukua dhambi zetu zote. Kwa nini alisema ombeni Baba yetu aliye mbinguni, tusamehe makosa yetu? Makosa gani wakati hatuna makosa? Kwanza ulikuwa tu kidogo Adventist madarasa ya mwanzo. Adventist madarasa ya mwanzo. Kidogo. Kwanza hao anasema kwamba kwani baba yako wewe sasa hivi yuko wapi? Ndani. Yuko Geita. Yaani Mungu. Yuko wapi? Mungu yuko ndani yangu. Ndani yangu. Sasa hauoni wale alikuwa anawaambia waombe baba yao aliyo mbinguni. Sasa si ndio alikuwa bado yuko huko. Alikuwa huku baba bado yuko mbinguni. Ndio ile tu kwamba unaona, kunakumbuka kwa mfano tuseme tulikuwa tumepiga mfano kwa mfano tulikuwa tumesema habari za Daniel, sivyo? Hapa tulikuwa tumesema kwa mfano Daniel anaomba hapa, sawa? Msaada Mungu anautuma kutoka mbinguni siku ya kwanza, kwa sababu anamuomba baba yake aliye mbinguni, Daniel. Sawa? Yuko hapa Daniel. Sawa? Huyu hapa anazuiliwa hapa siku 21 kumletea majibu Daniel. Sawa? Haya. Siku 21 Daniel huyu hapa anaendelea kuomba, anasubiri maombi yajibiwe. Na huyu amezuiliwa. Daniel yuko. Kwani hapa tukisoma hapo kwa mfano kwenye Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, unayo hapo? Kuna mtu asome hapo waraka wa Yohana wa kwanza 4 na mstari wa 15 inasemaje? Inasemaje? Mtu amefika pale. Nasema kila akilia ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Kila akilia ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu ukaa ndani yake. Naye ndani ya Mungu. Okay. Yaani huyu mtu Mungu anakaa ndani yake. Sawa? Kwa hiyo huku kwa Daniel, huku sio tu huku kwa wanafunzi wangekuwa watatu tumesema. Labda tuseme kwa mfano kama hapa nimesimama mimi, tungekuwa wawili. Yesu na mimi, sivyo? Asante. Huku tungekuwa mimi, tungekuwa Yesu, tungekuwa na mimi, sawa? Right?
Sasa huku anasema kila akilia ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu ukaa ndani yake. Yaani hapa. Tena niweke kabisa labda hata okay, sawa. Umeona? Huku wako pamoja naye. Hapa yuko ndani. Kila akilia kwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu ukaa wapi? Kwa hiyo hapa mimi nimesimama, nimemwamini Yesu yuko ndani yangu hapa. Lakini hapa kabla ya msalaba tungekuwa tumesimama, Yesu angekuwa huyu, labda mimi ningekuwa huyu. Sawa? Kwa sasa mimi hapa niko ndani. Hapa Daniel yuko huku juu. Mungu, sawa? Siku 21 nasubiri. Je, mimi hapa nikiomba nasubiri wapi? Naomba wapi? Naomba maombi yaje wapi? Kutoka mbinguni? Unataka wa ndani activate. Anataka wa ndani activate. Huyu hapa. Tayari yuko hapa. Kwa hiyo yule baba yake yuko wapi? Huyu. Kwa hiyo ukiniambia unataka uwe kama wale ambao walikuwa nawafundisha, kwanza nataka ujue concept ya wale kufundishwa hiyo sawa. Kwanza ni watu wanaotaka ukae kijua ni wamefundishwa huko. Ndio maana ukiwafuatilia mara nyingi tufanye nini? Yaani wanataka cha kufanya kwa sababu ndicho walichokuwa wameambiwa huko. Sawa? Kwa hiyo ndio maana muda mwingi, Bwana tufanye nini? Tupate kulisi ufalme. Ndio kama tu yule kijana. Anataka cha kufanya. Anakifanya anajisikia sasa amefanya. Lakini baada ya hapo msalaba ameshafanya yeye. Sawa? Kwa hiyo hapa kwa sababu anataka cha kufanya akasema okay. Na walianza, Bwana utufundishe na sisi kuomba kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Okay. Kwa sababu bado wako huku, akawaambia, mnapoomba semeni, Baba yetu uliye mbinguni. Sawa? Sasa baada ya hapa Baba yuko mbinguni. Na ukijua ndio hicho mfano tulikuwa tunatoa. Kwamba sasa Baba haiko mbinguni. Lakini sisi tunaombaje pengine unaweza ukasema. Haya, hebu tuone twende Warumi hapo tuone mara moja haraka. Warumi 8. Tunasoma tu andiko moja lakini yako mengi sana. Warumi 8:26 inasemaje? Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa sababu yeye sasa ndio yuko ndani, Roho Mtakatifu ndio anayefanya hiyo kazi. Wewe hujui. Tsunami imebadilika hata hiyo, tunaona umenisaidia ili tungeona na hiyo. Sasa hiyo ni ndefu, ina vitu vinavyoendelea. Tutakuja siku moja tujifunze tu hiyo sala ya Bwana. Hiyo tu pekee yake. Tutajifunza ilikuwa na maana gani ukilinganisha na msalaba. Tutaifunza hiyo ndefu. Nitaka tu nione hicho kipengele kimoja tu hicho, lakini tutililike kule kote uone ilivyokuwa. Ilibadilika pia. Sasa hivi hatuombi tena, Baba yetu ulivyo mbinguni, no, yuko ndani yetu. Sawa? Na maombi yetu tunashukuru kwa ajili ya kazi ambayo amefanya. Na huyu hapa anafanya kazi ndani kutushuhudia kile ambacho kimefanyika hapa. Unajua hawa huku walikuwa wanatabiri manabii kuhusu kinachofanyika huku. Sisi tuko huku tunatangaza kilichofanyika. Hawa wanatabiri hapa kuhusu kile ambacho kitatakiwa kufanyika hapa. Sisi baada ya kufika huku, sisi tunatangaza kile ambacho kimeshafanyika hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes. Sisi kama nitakuwa nimejibu sawa sawa maji. Umejibu sawa sawa. Okay. Tutakuja tuione hiyo sala ya Bwana yote kwa wakati hapo nimekapata hapo kwenye kufunga na bomba. Nikafikiri niulize swali lakini uliza. Yeah. Sasa au waliokuwa wanafunga. Kuna wengine walifunga siku 3, wengine 21, wengine 40, wengine zaidi. Nitaka kujua kabla hawajaenda kufunga hivi walikuwa wana plan naenda kufunga siku kadhaa au walikuwa wanasubiri mpaka siku ya majibu ndo wanasitisha mfungo? Kwa sababu siku hizi hata wanaofunga yani kwamba anaenda kufunga anasema anaenda kufunga siku 10. Sasa ndo nilikuwa nawaza anakuwa ameshajua siku ya 10 ndo Mungu analeta majibu au
kulikuwa na utaratibu gani katika kufunga? Okay, naona jamaa tuongee karibu. Kumekuwa na fundisho potofu kidogo katika hilo eneo la kufunga. Kwa muktadha ukisoma ukianza kabla ya msalaba. Kabla ya msalaba tunamwona Mungu anamfuata Musa katika wingu la utukufu. Alafu anamchukua anaenda nafunga siku 40. Sio Musa ametaka kufunga. Mungu ametaka kuna mambo amfanyie. Tunaona baada ya sheria sasa Musa amechukua anaongeza siku nyingine kufunga. Anaendelea mbele. Lakini pia wengi wamefunga, tunakuja kwa Kristo. Alifunga siku 40 kwa sababu Torati ilikuwa inataka atimize sheria aliyokuwa akiifanya. Nje ya kutimiza hawezi kufanya hivyo. Sasa unapochukua siku 40 na kati Kristo amekwisha kutimiza au siku 10, ni kitu ambacho si halisi. Halisi alikuja kutimiza. Na kama unataka kuona sheria ilikuwa na ubaguzi. Moja, ikumtambua mwanamke. 2, Ibrahim walijimilikisha kwa kuwa wewe mwana wa Ibrahim lazima uwe mwanaume. Lakini Kristo anapokuja anasema moja kwa moja, anamwita mwanamke mbele ya madhabahu. Moja ni kufuru. Afa anamtambulisha yule mwanamke kwamba ni mwana wa Ibrahim. Uzao wa Ibrahim. Anasema huu ni uzao nani? Wa Ibrahim. Kisha anamponya. Sasa wanasema mbona anaenda kinyume? Sasa kufunga wanaoamua kwamba nitafunga siku 10 au siku 40. Kristo alikuwa anatimiza, ilikuwa lazima apite kwenye uzi mwembamba sawa sawa na ile Torati. Lakini sasa leo imekuwa anaamua, na wanaamulia watu wengi wasema anaenda siku 12. Kwenye kitabu cha Ezra anasema Ezra akasema akaamua moyoni mwake nikafunge kumtafuta Bwana. Lakini sasa tumtafuti Bwana alitutafuta sisi. Kwa hiyo dhana hiyo haiko sawa ya kusema kwamba hata kama alisema siku 10. Na ukiona kwa Daniel unaona bwana ni ujinga uliokusababisha kuendelea kukaa siku 21. Ila mimi tangu siku ya kwanza. Sasa tulipo nilishafanya. Na anasema sasa anakuja kumtia akili ajue kwamba ameshafanya. Sasa tunapokuja New Testament tumepewa Roho ambaye kama nilivyotoka kuelezea anaishi ndani yetu. Anasema mimi na Baba tutakuja tutafanya makao ndani yako. Huyo ndo anakudirect. Yes. Anakupa mwongozo. Mwanangu, huu ujinga, mwili umekuwa na nguvu kupita roho yako. Sasa kukaa hizi siku 2 umetisha, mwili umekuja na uko active. Unaona kama Mungu, unafikiri kama yeye. Sasa hiyo haina maana uendelee kwa sababu unatembea katika ushindi. Umeshataja siku zile lazima ziwe. No. Haiwezekani kama hivyo. Mtu mmoja akawa anashangaa, tumeenda kumwambia bwana tumemaliza maombi nusu saa. Kwamba inawezekanaje tayari kwenye mfumo imeshakaa. Lazima mtimize makubaliano mlioyaweka. Hamkuomba hata saa moja. Kama unapozungumza. Lakini sasa baada ya msalaba ni kitu ambacho katika namna ya kufunga tumepewa Roho wa Kristo, na si kwamba atupeleke kwenye kufunga, no. Ni wewe. Ndio wanasema mkitisha ngome fikra ipate kumtii Kristo na kila elimu. Kwa kifupi naweza ngazungumzia hivyo. Ndio ndugu yangu. Najua utakuwa umepata vizuri hiyo. Ni kweli kabisa. Ni tu tuseme ni dini nyingine hiyo. Kwa sababu kufunga hata Yesu mwenyewe tunamwona sio kwamba alifunga ndio akapata hizo nguvu. Alijazwa kwanza na Roho Mtakatifu, then Roho Mtakatifu ndo akamuongoza. Kama ambavyo ametoka kusema Pastor Abedi kwamba hata Musa lile wingu ndo lilimchukua likampeleka. Kwa hiyo si wewe kuamua, ni hatari sana. Lakini kama utasikia msukumo ndani yako, pengine Mungu anataka kusema na wewe kitu fulani, lakini hauwezi kumuelewa kwa sababu hauko sensitive, uko speed na mambo mengi.
Kwa hiyo anashindwa kupata namna. Unajua na njia nyingi, anaongea na wewe mpaka kwenye ndoto, bado uelewi na zile tafsiri, unaendelea. Sasa ndo anakupa hali pengine kama ya huzuni, naona kwamba anasikia kufunga. Na unajisikia na kweli utakapoacha kufunga labda siku moja siku mbili ghafla unajisikia umeumwa njaa. Sivyo? Na Bwana anasema kwamba hata siku zilipokwisha aliona njaa. Kwa hiyo utasikia tu njaa ambayo sio ya kawaida, no. Nahitaji kupiga msosi. Tayari utakuwa na ufahamu kabisa. Hata wewe utaelewa juu ya kitu ambacho ulikuwa unataka kwa kabisa clear. Kwa hiyo nafikiri tu ni muda wa kutoa katika roho na kuondoa kwenye mapokeo na utaratibu wa kibinadamu. Okay. Katika sentensi moja ulizungumza. Unajua kabla sijapata hii Injili. Kati ya kitu ambacho nilikuwa nimekifuatilia sana ni habari ya ndoto. Juzi kuna mtu akaja akanieleza, bwana, nimeota ndoto hii. Tafsiri yake ni nini? Kwa kweli nilikuwa sijajua sana kwa undani maana yake. Ila mimi nilichomjibu nikamwambia kwamba aliniambia aliota kuna alikuwa anapambana na nyoka. Yaani kuna mapambano fulani hivi. Yaani ile ndoto kwa ufupi haikuwa nzuri. Sasa akaniambia, sasa unajua nilipokuwa kule tulikuwa tunajua tafsiri nyingi labda. Hapa mmoja bwana akaniambia kemea kuna laana za mababu. Sasa kwa ufahamu huu, ufunuo huu nionao naweza mbona ina ngoma. Nilichomjibu nikamwambia hivi, hapa Mungu hapa alikuwa anaongea, kwanza aongei Mungu elewa. Mungu haweza aleta hofu. Huyo ni shetani anataka ateke fikira zako ili ukubaliane na uongo. Lakini kimsingi haupo hivyo, wewe ni mbarikiwa na nguvu ni mshindi katika Kristo. Sasa swali langu linakuja linajikita kwenye nani? Kwenye msingi kwamba je, Mungu anaweza akazungumza pia katika ndoto kitu ambacho pengine kibaya au labda shetani kwa anakuinda na vitu kama hivyo au inakuwa? Kitabu cha Ayubu 33 kinatuthibitishia kwamba ni ukweli masuala ya ndoto. Mstari wa 15 anasema, kianza mstari wa 14 anasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja na hata mara ya pili ajapokuwa mtu hajali. Sasa hiyo ndio tulikuwa tunazungumza, nijaribu kukigusia hicho kwamba unakuta kuna wakati Mungu ameshajaribu kusema na wewe katika ndoto, lakini bado uko unaenda, ndio wakati mwingine anakuletea hali hiyo mzigo, unajikuta uko katika hali ya kufunga. Kwa mfano mimi nilikuwa kiboko wa kufunga hicho kipindi cha nyuma, hatari sana. Lakini siku hizi huwezi kuamini nafunga bila kujua ya kwamba nilikuwa nimefunga. Kabisa. Tena mara nyingi kuliko hali ya kawaida. Sasa mara nyingi mimi labda nakula mchana, usiku ndo nakula. Kula mchana kabisa yani. Yaani naweza nikamaliza hata wiki, yani mchana kula ni vigumu sana. Yaani sijui sema. Anasema kwenye mstari wa 4 wa 15 katika anasema ukianza mstari wa 14 moja kwa moja anasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja na hata mara ya pili japo mtu hajali. Katika ndoto, katika maono ya usingizi, katika maono ya usiku, usingizi mzito wa ajili yako watu katika usingizi kitandani. Kwa hiyo ukweli wa kwamba Mungu anasema na sisi kupitia ndoto ndio. Lakini kama Mungu anasema na sisi kupitia ndoto, pia shetani anasema na sisi kupitia ndoto pia. Sawa? Sasa kinachobakia pale ni tu tafsiri ya mtu mwenyewe kutokana na ndoto hii. Kama ambavyo umezungumza uko sawa kabisa, kwa sababu ndoto ya Mungu haiwezi kukuletea hofu. Kabisa. Na wakati mwingine wengi wameota kwamba niliota sijui nani anakufa, alafu kweli kitokea anaona kama sifa. Yaani mimi nikiotaga kitu, no. Ulikuwa unapewa kama alert. Ulikuwa unapewa kwa sababu Mungu anasema kwamba hawezi akafanya jambo mtu wake yuko pale bila kumpa taarifa. Ndio maana anasema tunaenda kufanya pale Sodoma. Kuna Ibrahimu hapa. No, hatuwezi kupita bila kumwambia. Kwa hiyo kuna tukio kweli linaweza likawa linatokea mtaani. Wewe uko pale. Kwa hiyo ukiletewa taarifa wewe ndio Ibrahimu wa eneo hilo. Kwa hiyo unatakiwa kuchukua responsibility. Na ndio maana alipoambiwa Ibrahimu ndio alichukua wajibu ndio. Lakini shida yake tu aliishia watu 10. Na Mungu alipoenda hakukuta 10 akawateketeza. Lakini angeishia hata mmoja hata akiwa hamna mtu. Kwa ajili ya mimi nimesimama mahali palipobomoka kama nilivyosema. Kwa sababu na yeye wakati ule alisimama mahali palipobomoka.
Mungu angeweza kuacha. Sawa? Kwa hiyo unapoletewa kitu ambacho kabisa kinahusisha vitu fulani ndani, kwa sababu una roho ya Mungu, utasikia ile connection. Na si vizuri sana, usipende watu wakutafsirie sana ndoto zako. Wakati mwingine ni kweli kuna nyingine inatokea katika hali ambayo bado hujapata ufunuzi, na ndio maana lazima mtu wewe unamwamini sana, ana roho ya Mungu kutaka akusaidie kutafsiri. Kuna shida sana. Yaani anaweza kukuletea kitu ambacho yani cha hatari sana. Lakini wewe mwenyewe ukiangalia, kwa sababu Mungu anaweza kukuletea ndoto ambayo wewe huwezi kuielewa. Ambao hawakuielewa wafanyakazi wa Farao walikuwa hawana roho ya Mungu, lakini Yusufu alikuwa na majibu yao. Kama wewe una roho ya Mungu unayo majibu. Kwa sababu alikuletea Mungu, anajua unajua. Ndio maana hakumuotesha mzee Manyaga ndoto yako. Amekuotesha wewe. Na anapokuotesha wewe, anajua kabisa unatakiwa kujua. Na ndio maana hata hapa maandiko watu wengi wanasema ni msitu. Biblia walizungumza katika hizo lugha. No, Mungu hawezi akatuletea kitu ambacho anajua hatutakielewa. No, anatamani kabisa. Yaani hii Biblia tu tunaiweza, yaani hivi, yaani tuichanganye, yaani hivi yote iishe, alafu tu tumedumbukiza ndani. Ni kitu tena tusikeme ni ndogo kabisa na imetufaa kabisa, kwa sababu ni eneo dogo sana la Mungu kusema na sisi kupitia kwenye maandiko. Lakini eneo kubwa hata aliko kwenye maandiko ni huyo roho tuliombea. Kwa sasa kama huyo ana uwezo wa ukubwa huo, kwa sababu maandiko ni sehemu tu ndogo ya kufunua kwamba ili kile uweze kupata udhibitisho kama reference, pata reference ili usione kwamba kimetokea wapi. Hicho. Lakini bado tuna ukubwa wa roho ulio zaidi ya maandiko yaliyoandikwa. Umeona? Kwa hiyo mimi tunikutie moyo ni kwamba ukikaa ukatulia, wakati mwingine mshukuru Mungu, kusema asante kwa ajili ya ndoto. Kama uelewi, uko pale tu unamshukuru, asante. Asante Baba, kwa nini uliniambia macho yangu ya moyo yatiwe nuru niweze kujua usahihi wa kujua maana ya hichi ambacho umenielezea. Nitaka nione, nataka ukawa tu hapo unaendelea kumshukuru Mungu. Unaweza kushangaa sasa, labda kwa picha hiyo ulikuwa umeelewa, unashangaa inaanza kuja kwa picha nyingine. Au wakati mwingine ulikuwa umesahau kabisa, alafu ukiwa uko busy na mambo yako unashangaa ile ndoto inakuja clear. So ni tu utulivu wa hiyo na kumshukuru Mungu, kutaka hasa wewe mwenyewe. Hasa watu wengi waga wajali, ameota tu basi, ameota imeishia hapo. No. Nitaka nichangie pia hicho. Kuna vyanzo pia kama ulivyosoma Ayubu 33. Vyanzo viko vya sehemu kuu tatu. Hizi ndoto. Kuna Mungu, kuna mwanadamu, alafu kuna shetani. Mungu anaongea kupitia ndoto, na mwanadamu kama hapa tulipo tukiabudu kama haya madarasa, kadri tunavyokaa au kwenye shughuli zako, wakati mwingine ukienda kulala zinakujia. Ni mwanadamu kabisa. Lakini eneo la shetani tumepewa mamlaka yote kumpinga. Na hiyo mamlaka ya Kristo iko ndani yetu. Kuna vitu vimekuja ambapo hujavielewa. Ambapo sasa unatakiwa kutumia mamlaka hiyo. Kama ulivyosema wewe ndo Ayubu wa eneo hilo, kuzuia ili kwamba isitokee. Lakini ukiwa umefanya upya fikra vizuri na unafikiri sawa sawa na neno la Kristo, mmoja alikuja kanieleza kwa sehemu ndogo, bwana, nimeota na kula manyama ndotoni. Ila kutokana na ufahamu wake hujafanywa upya na alishasikia mtumishi mkubwa ametafsiri juu ya kula nyama usiku, tukawa tunabishana. Nikawa namwambia, ukijua mamlaka yako, cha kufanya amka asubuhi, chukua toothpick, anza kujichokonoa, kwa sababu wewe uko ndani ya Kristo na Kristo uko ndani ya Mungu. Hayo ulioletewa ni mauzauza, hawezi. Mwambie ise kesho uje tena na nyingine ni zile, maana siwezi kudhurika. Utakuwa unatumia mamlaka yako vizuri. Umenikumbusha juzi, kuna mhubiri mmoja nilikuwa namsikiliza, akatoa ushuhuda, akasema hivi. Akasema kwamba kuna mahali alikuwa amehamia anaishi. Siku wanasema ni wachawi, alafu akaamka asubuhi akakuta nazi zimepewa, yani nyingi, alafu zimeandikwa Kiarabu, zimerundikwa pale kwenye vifurushi na mayai, alafu yameandikwa kama lugha za Kiarabu hivi, mayai kama na wino mwekundu na nini. Anasema mama mke wake akamuita kwamba mama, bwana, baba, hebu njoo. Akatoka nini, akakuta furushi kubwa. Akasema thank you Jesus. Leta ingiza nzuri nzima, si ingize baba, sasa unajua kunifurahisha zileta. Akasema
Sasa babu nataka kufanya kitu. Kwanza hapa gonga matatu. Pikia na chai ya maziwa nzito. Naanza nimemtreka. Akagonga anasema kwamba akana tupa. Sasa anasema kwamba walichoshangaa wale kumbe aliyefanya hivyo alikuwa ni jirani tu pale. Alafu nyuma hapo kwa jirani kulikuwa kuna shimo la taka. Sasa anasema wakawa wanashuhudia tu yale mayai yaliyoandikwa, yale maganda tunda yanatupa. Leo ametupa manne. Kesho ametupa matatu. Halafu na zile nazi anashangaa zimetupwa na zimekunwa kabisa. Anasema siku ya mwisho karibia kuzimaliza zile. Anasema kaja mama mmoja akapiga wale. Baba akamwambia yule mama, "Na tunashida na baba." Akasema, "Yuko huko ndani." Akasema, "Okay, tuko si ndio jirani, tuko pale. Naomba aje nyumbani." Kwa hiyo anasema nikatoka nikanawa haraka nikaenda nikakuta mama amekaa nao pale. Kuna mama mmoja amekaa amenyosha miguu amekaa hivi hata yuko kuangalia funza zinatoka miguu. Anasema mimi nauliza mama haongei. Akasema aliyekuwa jirani hapo akasema huyu ni mama yangu jamani. Yeye ile mizigo mchungaji. Leta zile nazi zilikuwa zetu. Hata anasema kwamba ameleta watu wanapiga nazi na mayai alafu anaoza mwingine. Hivyo ndivyo tulivyo. That is true. Na tukiishi katika huo ukweli, haleluya, utashangaa sana. Kwa hiyo eti ukimbia pale kuna wachawi, ukiambia kule unakuambia ndio utakuta wakubwa zaidi hao. Kwa hiyo lazima tujijue sisi ni kina nani. Ndio maana kuna sababu kubwa sana. So ulikuwa ushuhuda mkubwa sana. Hata mimi nikasema, "Wow. Hii ni nzuri." Na mimi amenifundisha. Nikuta kitu cha ajabu njiani. Na naokota kabisa. Tena kimeletwa nyumbani. Na kibonda vibaya. Mimi sizuliki na chochote. Okay, karibu Thomas. Asante na naomba niulize kwa mara ya mwisho. Amen sana. Kuna umesema shetani na yeye anaweza kaleta. Sasa nataka kujua kwa ufupi tu kwamba anapataje shetani nafasi? Ni kwa sababu ya ufahamu wangu sijajielewa mimi ni nani. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini cha pili kuhusu hiyo ndoto kwenye vitabu vya Agano Jipya. Sasa hapa nimeshaanza kubadilisha kabisa mtazamo mpaka hizi injili za kina Luka na kina nani naziona sio Agano Jipya tena. Ndio kweli. Sijui kama kuna mahali mitume kama kina Paulo, kina Yakobo na nyaraka zingine huko zimegusia habari ya ndoto kwa namna yoyote ile. Kama zimegusia zaidi sana kwenye vitabu vya ambavyo vimeambatanishwa kwenye Agano Jipya, naona kwenye habari za kina Yusufu na nini kuoteshwa ndoto, muhamishe mtoto mpeleke wapi, naona huko. Lakini kwenye zile nyaraka za kanisa zaidi kuna mahali wamejaribu kuongelea ndoto kwa namna yoyote. Na la mwisho hizi Marko, Mathayo, Luka na nyingine ziko 4 tunaziita injili. Naona watu Makedonia wanasema njoo kutusaidia, sivyo? Halafu ananyimwa na nafasi kwamba asifundishe pale wapi Fidia, kwamba akatukataza roho tukosa tunaenda. Sasa ile njoo alimuona katika ndoto kwamba kuna mama mmoja yuko huko Makedonia anasema njoo huku tusaidie katika ndoto. Kwa hiyo hiyo ilikuwa japo sio katika shetani, kwa sababu tunaamini hawa ndio hawatoa hizo nafasi, hata hizo za kutubu za kufanyaje hawatoa hiyo nafasi kabisa. Na ndio maana haya mafundisho tunaanza kuja kutoa nguvu ya kutubu, sisi tumeyatoa kama mafundisho yetu yamejengwa kwa msingi. Sasa na hiyo uliyosema kwa nini hizi zinaitwa injili? Yes, zinaitwa injili kwa sababu injili ina tafsiri ya habari njema. Sawa? Sisi lakini baadaye tunaongeza ya kile alichokifanya Kristo baada ya kuwa amekuja msalabani. Sawa? Kwa sababu tukisoma hata hapa nasema hata Ibrahimu alihubiriwa habari njema. In that time alihubiriwa habari njema. Na hata Suleiman pia alihubiriwa habari njema. Tukisoma huko kwenye Biblia kwa habari njema sio tu kilichofanyika msalabani. Sasa habari njema ni ipi? Kwa sababu habari njema ni malaika, wale malaika wanatokea. Wanasema wakaja wakasema tumeleta wale wachungaji wale. Tumeleta habari ile ya furaha iliyo kuu.
Kwa hiyo habari njema yoyote ilikuwa inamhusu na mulika tu jamaa. Lakini mwisho wa utimilifu wa hiyo habari ni hapa. Lakini huko kote alizungumzwa kama habari njema. Yeah. Nataka kuongezea kidogo kwa sababu ya muda. Tunaposema kabla ya msalaba na baada ya msalaba, ameuliza juu ya Injili 4. Injili 4 zimeingizwa kuwa ni agano jipya kwa sababu ya mpangilio wa uandishi. Mpangilio nini wa uandishi? Lakini ndio vile vile Torati. Kwa mfano, tunaposema Torati ya Musa, Mwanzo, Kutoka, Walawi, hizo 5 ninazozifahamu, ni kwa sababu ya mpangilio, na aliyeandika ni Musa. Lakini Mwanzo sio Torati. Kwa nini imeingizwa kwamba ni Torati? Kwa sababu ya mpangilio. Mwanzo 1 mpaka 50 ukutane na Torati, na hata Kutoka miezi 3 ndio unakutana na Torati njiani inashuka, wametoka kwa neno. Kwa hiyo kwa sababu ya uandishi ndio tunasema Torati. Kwa sababu ya uandishi hizi Injili 4 zimeandikwa kwenye agano jipya. Agano jipya linaanza baada, kama ulivyokuwa ameshika hapa Matendo akaifunua, Roho kuja ndo Matendo, agano jipya linaanza. Ila kwa uandishi ndio maana ukifungua tu unasema Injili, anasema kitabu cha agano jipya cha Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Sasa anaposema vile haina maana, yani ni matukio ambayo anayafanya kuelekea kwenye ukombozi kwa sababu ya uongozi. Lakini agano jipya ukienda ni kile alichokifanya baada ya kutukuzwa. Amen. Pale ambapo Roho Mtakatifu anashuka. Yuko perfect. Alafu pili, kitu kingine ninachotaka niseme. Hizi ni kwamba unajua ni kama vile watu walisema walienda kwenye chumba. Halafu kawa giza kumuona tembo. Pia akapapasa akatoka akasema tembo, alipopapasa sikio akasema ni tembo yuko kama ngozi vikubwa. Alipopapasa ubafuni akasema tembo kama ukuta. Huyu anatoka akalipopesa alipokaza pesa hivyo lile mkonga akasema yani ni kama ni mkono fulani. Alipopapasa hivyo ndivyo zile Injili 4, lakini zote zinamfunua Yesu katika uchache zinazoweza kutengeneza ile shape yani. Na tu kazi yake kubwa zilikuwa zinajaribu kudisplay Yesu ni nani kutokana na kinabii na kudhibitishwa kwamba ndiye amekuja. Kwa sababu lazima awe ametokea kwenye nyumba ya Daudi. Ndio zile tunazungumzaga ile Ufunuo 7 mstari wa 4. Wale wenye uhai wa 4. Mmoja kamuona kama tai, mwingine kama ndama, mwingine kama mwanadamu, mwingine kama tai. Hivyo ndio hizo Injili. Kwa hiyo zinamdhibitisha. Mathayo anaanza kumdhibitisha Yesu kwamba kweli kabisa ni mwana wa Daudi, ambao ndo anatokana. Ndio maana ukianza kusoma kitabu cha Mathayo, anaanza hiki ndicho kizazi cha Yesu, mwana wa Daudi. Anatakiwa tu kudhibitisha kwamba huyu kweli ametokana na kabila la simba ya Yuda. Ndio Marko ndo anadhibitisha ndama yule ambaye alikuwa hana mawaa, alikuwa anachinjwa nje ya mlango wa hema na anachomwa majivu yake anakuja ananyunyiziwa pale. Kwa hiyo anaanza kudhihirisha nguvu za yule ndama kama nguvu za Yesu katika utendaji. Tunapokuja Luka, yeye alikuwa ni daktari. Alimpapasa kabisa, angemuona Yesu angesema alikuwa mwanadamu kabisa. Damu niliona zilikuwa zinapita, yani ingempiga, yani mapigo ya moyo, yani alikuwa mwanadamu kwa sababu lazima awe mwanadamu 100%. Kwa hiyo kumdhibitisha kwamba alikuwa mwanadamu. Lakini Yohana tunasema kwamba ni kama tai. Anaporuka juu ndo anaona zaidi. Anamuona Yesu ni kama aliyetoka nje ya dunia. Anamuona toka mwanzo, hapo mwanzo alikuwepo neno. Naye huyo neno alikuwa kwa Mungu. Naye so hiyo ndio picha kamili kumdhibitisha kwamba ni kweli alikuwa ni yule aliyetabiriwa na manabii na ni kweli amekuja. Kwa hiyo hicho tu ndio kipande cha umuhimu wa hizo Injili. Amen. Haleluya. Tunashukuru Baba kwa dakika kidogo. Baba yetu tunakushukuru sana. Asante. Wewe ni mzuri sana. Wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye upendo. Asante kwa kuwa wewe unatufundisha katika namna ambayo wewe unataka tuwe siku kwa siku. Kufunulia uso wako, kufunulia moyo wako ambao umejazwa ndani yetu kujua mapenzi yako yaliyo ya hakika na ya kweli. Asante kwa ajili ya ndugu hawa ambao tumekuwa tukishiriki nao katika mafunzo haya ya wewe ili tuweze kufikia katika utimilifu wa kimo chako. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatoa muda wake kuja jioni tujifunze pamoja juu ya kweli hizi zinazokuhusu, maana kupitia njia hii tunaandaliwa kwa ajili ya kazi
ambayo umetupa ya uvunaji. Asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja wetu, hata kila mtu atakapoondoka hapa akitawanyika na kwenda kwenye makazi yake. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa maana umembariki na kumlinda na yu salama milele katika uweza na mamlaka yako. Tunakurudishia sifa wewe peke yako, heshima na utukufu, Mungu wa kweli, katika jina la Yesu tumekushukuru. Amen. Amen.